Yes, hatimaye tena yapo bonge moja la picha. Wasma ni msimu wa pili wa kazi bomba sana ni Love Alarm. Ira pigo live sana kutoka ZC Production Jumbura Butani. Lakini kumbuka iko chini ya udhamini wa mkali wetu wa zamani zaidi. Inatoka kitengo pale au sio? Ira pigo na file DJ kizazi zaidi. Hatimaye baada ya maombi ya muda mrefu zaidi kwamba namna gani tunaweza kupata nafasi ya kutazama Love Alarm ikiwa katika season ya pili, msimu wa pili wa Love Alarm. Na kwanza tushapiga yote mwanzo mwisho. Sasa kutokana na maombio nikaona sio mbaya zaidi kama tarudi tena kuletea episode ya pili. Hicho bomba sana ya Bounce Love Alarm. Kumbuka ni the chosen one kama kama kawizo ndani nyumba tena hapa. Basi hata tuunganishe kwa sababu tujapeana mwongozo kidogo huko nyuma. Kwa hiyo acha tuunganishe katika episode ya kwanza tu, season 2, mzigo ni Love Alarm. Wasa basi ilikuwa ni katika eneo la mgawa hapa. Hapa bwana mkubwa kufahamika kwa jina hiyo leo amepata bahati ya kukutana na Kim Jojo kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Leo wakati huo ni kwamba mkali bado hazima yake ya kumkubali sana binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo bado haijatoka, na naamini tu ipo wakati ambao utafika naye ataweza kukipata kitu kizuri kutoka kwa bibi ambaye anampenda takriban muda mrefu zaidi. Na anafurahisha sana kwa sababu anaona bado wakati upo na Love Alarm lazidi kulia pindi ambapo anazidi kuwa karibu na bibi hii. Inafanya mwamba azidi kujipa matumaini zaidi. Lakini upande wa pili kwa mkali wa kazi Ang Soon, au unaweza kumuita Soon, yuko katika photoshoot. Kumbuka saizi anafanya mambo ya modeling. Kwa hiyo ni kwamba masuala ya tena ya shule yameshamshinda, na saizi ni mtu ambaye yuko busy sana na masuala ya modeling. Lakini anaumia sana kwa sababu kumbukumbu yake juu ya binti ambaye alimpenda sana Kim Jojo bado haijatoka katika akili yake. Wasema ilikuwa ni siku ambayo bwana kufahamika kwa jina hiyo alifanikisha kufanya safari ya kumleta bibi katika geto kake kadogo hapa. Huyo mwamba alikuwa anasomea masuala ya kisheria kidogo, hivyo kachumba kalikuwa kako lafu kidogo, lakini alikuwa anahitaji kukiweka sawa kwa sababu mlembo alikuwa ameshaingia. Lakini pia ndani kulikuwa na vitu kama kamera. Hata hivyo mkali aliamua kuchukua nafasi ya kuweza kumpiga picha binti kadhaa kama kitu cha kumbukumbu tu. Hatimaye baada ya kumpiga picha binti alivutiwa sana na kila ambacho kinafanywa na mkali, hivyo alianza kuweka mapozi ili apigwe picha nyingine nyingi sana. Basi mkali alifanya kazi yake, lakini pia baadaye bibi alihitaji kumpiga mwamba picha wa kufahamika kwa jina hiyo. Hao ile wana upendo, lakini upendo ni kwamba bado hujapata namna ya kuwekewa muunganiko zaidi. Basi hatimaye mwamba aliweza kuomba apate picha pamoja kutoka kwa bibi. Mzigo ulisitiwa utafuka chapa foto namna hiyo kizazi zaidi. Basi baada ya shughuli ya picha kuna hali moja itokea tafalani zaidi. Hapa mwanaume alihitaji kuwasha moto. Mtoto ameingia getu sasa huyo. Lakini kwa bahati ambayo ilikuwa sio nzuri, kuna vitu viliweza kuharibu mchezo. Hivyo kakawa ni kamzozo tena. Yeye tabasamu tu, lakini uvumi upande wa pili sasa ni juu ya programu mpya na huyo miliki ambaye anafahamika kwa jina la Brian Chon. Kumbuka mara kwanza ilikuwa na mkendo bwana mdogo ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Doku. Lakini sasa tukuna mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Brian Chon. Huyo mwamba ana muonekano ambao ni kama umebadilishwa kidogo. Yaani Brian Chon ni kama amechukua nafasi bwana mdogo kufahamika kwa jina la Doku. Kwa sababu programu aliyekuwa na ilani ilikuwa ni bwana mdogo tu. Sasa huyu ni nani? Bibi alijiponyeza kujiweka mbele ili kuangalia kama kuna namna ambayo yote mwanaume anaweza kufanya kitu chochote, labda kuvutiwa na uzuri wake. Ile mwamba alikuwa na kumbukumbu ya machungu na mauzi mengi sana ambayo alipata kutoka kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Isuk. Yeye shangaa sana, lakini kwa wakati huo mtaalamu alikuwa anaingia ndani katika kitengo ambacho kina manage program nzima hapa ya Love Alarm. Hapa alihitaji kufanya vitu fulani, pia aliweza kumwangalia sana binti huyo. Kuna kitu ambacho kimejificha hapa, kwenda kukijua mbele zaidi.
Basi baadaye binti aliweza kurejea katika swala zima la ile ambayo ni kama supermarket yao. Hapa alimkuta binti Kim Jae-jo akiendelea na majukumu yake kila siku. Yeye ajabu kuongea vitu vingi sana na Kim Jae-jo, japo Kim Jae-jo kwa wakati huo alikuwa na nafasi ya kuendelea kujibizana na mtu ambaye amekuwa akimlaumu kwa wakati wote. Baadaye aliweza kufika mtu ambaye ni mama yake, lakini kwa Kim Jae-jo ni kama shangazi tu. Alimvokea sana binti yake kwa kuonekana ni mtu ambaye anafanya uharibifu mkubwa na kuleta hasara katika supermarket ile. Lilimuumiza sana binti, na baadaye binti alirejea nyumbani. Aliingia katika shughuli zake za uzaji wa mavazi, yani mtandaoni, kama wafanya kina Nifao. Asi alikuwa na posti anasifia kwamba rangi ya pinki hakika ni rangi yenye ubora sana, pata vazi lako ili uweze kujistiri na kuonekana bomba zaidi kama mimi nilivyo. Na yale wateja ni kwamba walikuwa wanunui mavazi, ilikuwa ni comment tu na kulike hivyo. Ilimkera sana bibi. Sasa upande wa pili kwa binti wa kufahamika kwa jina Kim Jae-jo, akiwa katika eneo la supermarket, alikuta ametumia message mingi sana na mwamba wa kufahamika kwa jina Young. Lakini ghafla simu yake iliweza kuwaka ishara ya love alarm. Inamaanisha kuna mtu anampenda binti huyo na yuko karibu sana. Hapa anaonekana anaingia bwana mkubwa mmoja kwa ajili ya kupata vinywaji fulani. Lakini baadaye aliweza kuacha kinywaji kimoja kati ya vile alivyonunua, na akidai kwamba haina shida, binti anaweza akatumia hicho kinywaji. Basi alipofika majira usiku, bibi kufahamika kwa jina la Kim Jae-jo ikiwa ntoka ya shangaa ameguswa na mtu ambaye amletea mshangazo zaidi. Bwana wasema ni nini ningefanya ili moyo wangu umeshavutiwa na wewe. Nachohitaji nipe nafasi ya kuwa pamoja na mimi. Sasa hili ilimshtua sana binti kwa sababu mnyaturu aliyeke alikotokea hapa ilikuwa ni miguu nisaidie baba. Anamwambia mwamba naye alikuwa anazidi kuja nyuma, tala binti akimfuatilia bibi. Anachohitaji pitewe jibu. Hiyo program ya Love Alarm kuna vitu ambavyo leta vilikuwa vya tofauti zaidi. When you ring my phone it means you love me. Kidogo tu. Basi mtaalamu baadaye aliweza kupatia maboya na kuweza kujua ni wapi binti ambapo amekea. Lakini pia huyo alikuwa ni kama special appearance tu, kwa hiyo ndio kupa mwongozo wake hapo mbele zaidi. Bibi yake ameingiwa na hofu sana, na hapa alipokuwa amechili tala bintibu aliweza kufika mkali wa kufahamika kwa jina Young. Hivyo alienda katika eneo moja hivi ambalo lilikuwa limejitenga sana nje kidogo pembezoni ya mji. Hapa binti akajaribu kuwasiliana na ndugu yake. Anahisi labda kuna kitu chochote ambacho ndugu yake anakijua juu ya kile ambacho kinaendelea kwa upande wake. Leo binti alikuwa anashindwa kabisa kumpa msaada mtu ambaye ni kama ndugu yake, kutokana na masuala ya uwivu ambao alikuwa nao tangia zamani za kaa. Asema siwezi nikakujibu juu hicho ambacho unakifikiria. Sasa upande wa pili kwa bibi, alitoka kinywaji na mkali kidogo ili aweze kujiweka sawa zaidi kutokana na situation ambayo ilikuwa imetokea pale. Kumbuka mkali anampenda sana binti, lakini ndio hivyo tena, hajapata nafasi ya kumwambia. Na baada ya kuangalia katika eneo la miguu ya binti, aliona binti yuko sasa hivi alimletea zawadi ya viatu fulani hivi. Hizo ni Nike ambazo kidogo binti angevaa zingeweza kumstiri, lakini kadri wanavyokuambia muda unavyozidi kwenda, wasema upendo una tabia ya kujitengeneza tala bintibu. Sasa binti akiwa amelala katika eneo la kitanda, anajaribu kuwasha Love Alarm yake, lakini anakuta inaambiwa zero. Ina maana bado moyo wa binti hujafunguka kwa huyo mkali. Ndio maana pindi ambapo anawasha ile Love Alarm inashindwa kudetect kwamba kuna mtu anampenda. Lakini kwa upande wa pili kwa mkali, yeye anapowasha wewe inamuonesha, kwa sababu kiukweli ni kwamba binti anampenda sana, yani mkali anampenda sana bibi. Lakini bibi bado inaonesha moyo wake bado hujafunguka kwa mtaalamu huyo. Lakini kuna wakati unahitaji kutumia program, unatakiwa utumie vitendo tu, kwa sababu upendo ni kitu ambacho hakiwezi kujificha. Hivyo hata program kuna muda zinaweza zikaenda tofauti na kile ambacho unakitarajia. Wasema hatimaye baadaye binti aliamua kumfuata mkali na kumpa kumbatio moja la maana sana. Hii ikiwa inamaanisha ameanza kutambua kitu ambacho kipo katika akili ya mkali, na hivyo anahitaji kutafuta nafasi ya kuweka mkali ajisikie sawa zaidi. Hiyo ni katika episode ya kwanza tu season 2 ya Choma Bomba sana hapa. Wasema basi tukutane katika episode ya pili tu
ili kujua nini ambacho kitaendelea kujiri katika mzigo bomba sana hapa. Inaitwa Love Alarm episode ya kwanza katika season 2 na The Chosen One. Tunahitaji kujua hatima ya kufahamika kwa mkali wa Aang Son. Yeye amekubali kuachana na bibi Kim Jae-jo au kuna namna atafanya kupiganisha pendo lake, kwa sababu size game inaonekana kama imelalia kwa upande wa mkali wa kufahamika hiyo. Yeye ndo ana nafasi kubwa sana kumpata bibi, lakini bado katika washaji ile program ni kwamba moyo wake unaonekana bado hajapata nafasi kubwa sana kwa bibi. Lakini hatima ya mkali wa kufahamika kwa jina la Aang Son juu ya mtu ambaye anampenda sana Iliali wapita muda mrefu. Tunahitaji kujua nini ambacho kitatokea sasa endapo mwanaume atapata nafasi ya kukutana tena na bibi. Hebu tukutane katika episode ya pili kuendelea kuenjoy tambomba sana hapa. Ili kuna pigo kutoka ZC Production. Jumba na Budan. Let's say ciao. Here we go.